Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwako mzima wa afya. Msikilizaji, nakukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Na katika taarifa zetu za habari, tuanzie na habari za mzozo wa vita kati ya DRC na Rwanda. Wakati mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na wahasi wa M23 yakiendelea nchini Uswisi, mapigano kati ya kambi hizo mbili bado yanaripotiwa tarafani Masisi yakianzishwa na wahasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo tulivyovipata, imedai kuwa wahasi wa M23 walikuwa na mpango wa kukata mawasiliano kwenye barabara inayounganisha maeneo ya Pinga Lukweti hadi Nyabiondo ili waweke kambi yao eneo la Ndurumo karibu na Lukweti. Kwa jambo hilo, jeshi la taifa FRDC kwa kushirikiana na kundi ya wazalendo walijibu mashambulizi na hivyo kufanikiwa kurudisha wahasi hao na kuwasukuma kabisa, licha ya kuwa hadi sasa wananchi wanaendelea kuwa na hofu na mashambulizi mapya ambayo yaweza kuanzishwa na wahasi wa M23 ambao wamekimbilia kwenye misitu ya karibu na ambayo ni vigumu kuifikia. Kule katika jiji la Uvira ni kwamba mratibu wa kitengo cha jeshi la akiba RAD kwa kifupi jimboni Kivu Kusini, Kamanda Alexi Mwamba Dunia amepongeza mbunge wa taifa mchaguliwa wa Uvira Justin Bitakwira kwa kuwaletea wazalendo nguo aina ya salubet. Hivyo ni baada ya baadhi yao kuonesha kutokuridhika na msaada huo. Katika mahojiano na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, mratibu huyo wa RAD jimboni Kivu ya Kusini, Kamanda Alexi Mwamba Dunia ameeleza hapa juu ya msaada huo. Tulipokea mbunge wetu mchaguliwa wa Uvira, Mheshimiwa Justin Bitakwira. Alikuja ona wazalendo tokea mji wa Uvira ugombolewe kutoka kwa mikono ya waasi wa M23, na ndio tunampokea. Baada ya kufika akaita wazalendo wote bila ubaguzi na akatuambia na kutuonyesha, alituletea vitu vya kusaidia kwenye matope na kumilima, yani tunaita gojo. Akaleta impermeable juu ya mvua na akaleta masalpeti ambayo inaweza kusaidia watu. Sio teni, hiyo sio teni, mtu asidanganye, hiyo sio teni. Kamanda, itaitwa nini hiyo kama sio teni? Impermeable sio teni, na ile magojo ya matope sio teni. Atuyapata dotation ili alituletea kutusaidia kumvua matope na vumbi. Hata hivyo ameonyesha kuwa tilafu ya nguo hizo ni rangi ambayo haitoambatana na eneo za shamba la vita. Alexi Mwamba Dunia mara tena arejea. Ina rangi ya maji ya manjano, na hiyo hatuweze kuivaa kwenye shamba la mapambano sababu inaangaa sana, inakokota rangi. Hatuweze kuivaa kwenye shamba la mapambano sababu ina rangi yenye haistahili kukua kwenye shamba la mapambano, itawaka sana, hata adui atakuona huko mbali na anakuidentifie kwepesi. Sasa kama mtaivaa kwenye shamba la mapambano, mnawaza mtaivaa wakati gani au sehemu gani, Kamanda? Wakati siku mtu anapumzika, kama unafua teni yako, wakati unafua teni yako ndio unatumia hiyo, lakini sio kusema kama ndio teni tutavaa kwenye shamba la mapambano, hapana. Na hiyo sio detasha kusema kama ndio teni wanakuletea, hapana. Kuna taarifa zingine zimesema kwamba baadhi yenu kama wazalendo kuna wale ambao wamepokea kabisa kwa shingo upande hizo salupeti. Wewe kama moja kati ya viongozi wa RAD unasemaje kuhusu huo mtazamo wa baadhi ya wazalendo? Ya kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Bitakwira sababu anaonyesha upendo. Kuna wengine wana pesa kushinda Mheshimiwa Bitakwira, lakini hawana ile upendo wa kusema ni uzee wazalendo hata hii gojo ya kuvaa kwa ajili ya matope, hapana. Lakini yeye anaonyesha ile upendo, na sisi hatuwezi tukakataa sababu vitu vya kupewa utakataa. Mwenye kuwa na vyake anakupatia na kusaidia, tunasaidiwa, tunapewa kwa bure, hatukununua. Sio kusema kama tuliomba, ni yeye mwenyewe anaona hapana, wandugu yangu wanastahili kupata hivi ile iwasaidie kwenye matope, mvua. Sasa ijapo rangi ndio iko mbalimbali na rangi ambayo tunatumia, lakini cha kwanza ni kusema shukurani sababu anatupatia kwa upendo wake, kwa moyo wake wa upendo. Sio kusema kama alifanya makosa, hapana.
Kuna wengine wako na kipato ya kumshinda lakini hawapane, ila yeye anapana. Ni kumshukuru. Mwishowe, Alexi Mwamba Dunia amepongeza wazalendo kwa kazi kubwa wanayofanya juu ya kupigania nchi, huku akiomba kuwa tayari kupokea msaada wa mbunge wa taifa Justin Bitakwira na kuomba watu wengine wa moyo mwema kujitokeza na misaada juu ya kusaidia wazalendo ambao pia wanakesha juu ya kusaidia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi ya wazalendo, cha kwanza ni kuwapongeza wazalendo wote kwa kazi tunafanya. Mimi hapa sasa inapatikana kwenye pleno ya Ruzizi, mji unaitwa Diriba. Niko kwenye shamba la mapambano na ninaambia wazalendo wachugue hiyo gojo, wachugue hiyo salpeti, wachugue hiyo intermat kwa moyo mwema, kwa moyo wa upendo, sababu tunapewa kwa bure. Wachugue vitu na waitumikishe. Mwenye ya kupenda asikatae, achugue, anaweza patia hata ndugu yake. Tujelekeze kule katika mji wa Bukavu. Ni kwamba uongozi wa waasi wa M23 umesimamisha harakati zote za ununuzi na ujenzi wa ardhi au viwanja kwenye eneo wanazomiliki. Inasemekana kwamba mpango huo umetolewa kwa ajili ya kutatua mizozo ya ardhi na kukagua vikaratasi vya hatimiliki, vile kupiganisha ujenzi wa kienyeji usioheshimu kanuni za ujenzi wa kisasa. Azimio hilo limepokelewa kwa wasiwasi nao wananchi wasio na uwezo wa kujenga nyumba za mitindo ya kisasa na wale wanaokalia ardhi za urisi zisizo na hati miliki. Hata hivyo, hatua hiyo ya waasi inaonekana kukinzana na tetesi zilizosambaa siku za nyuma kuwa hivi karibuni huenda waasi wa M23 wakajiondoa katika mji wa Bukavu. Tujelekeze kule Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwili bila uhai wa kijana mmoja umeokotwa mchana wa siku ya 4 ya wiki tunayo katika kata ya Kimbulu, manispa ya Bulengera mjini Butembo, ambapo chanzo kamili cha kifo cha kijana huyo bado kujulikana. Katika mazungumzo nasi, Bwana John Paluku Kameta, mwenyekiti wa shirika la raia katika manispa ya Bulengera mjini Butembo, amesema kuwa utumiaji mbaya wa pombe huenda ikawa chanzo cha kifo cha kijana huyo. Huyo ameomba kwa malida wa kijamii na viongozi wa serikali kufanya jitihada ili kuhimiza vijana kuachana na tabia ya kutumia pombe kali. Kunako selile Ngotrebe mkartie Kimbulu kuliweza kuonekana mwili sio kuwa na uhai kunako kanivo, na inakuwa ya mgarso ambaye anatumika kuparkingi ya maben ya Mutiri, na mpaka hapo chanzo ya kifo yake mpaka sasa haijulikana, lakini information za kwanza zinaonyesha kama huyo garso aliweza kunya, inawezekana alikuwa anajidone kupombe sana. Ni kwa hiyo tunapaza sauti sisi kama shirika la raia na kuita kila mtu yeyote kunako komini ambaye anakamata pombe kama kazi yake kuweza kuona kwa njia gani ataweza vraiment kurekebesha, parce que asubuhi, mchana, magharibi watu wengi wana kamata hiyo pombe kama kazi. Tunaita wa leader communautaire, wa leader religieux, tunaita vile wa agent de l'etat waweze kuona kwa njia gani tutakonscientiser jeunesse mkadre ya kuacha hiyo pombe ambayo imeleta madhara mengi kunako communauté, na wakubwa waweze kuona namna gani wataweza kureglementer, parce que tumewapoteza wajeni wengi kupitia hiyo kukunya malofu bila kufata kanuni ambayo ingelipasha kufatiwa. Donc ni kitu ambayo tuna décourager, ni kitu ambayo tuna shutumu sisi kama société civile ya commune ya Bulengera. Pa Uvira pia ni kwamba waendesha vyombo vya uchukuzi mjini Uvira wameendesha maandamano ya kuketi au sit in kwenye ofisi ya kitengo cha uchukuzi mjini Uvira siku ya 4 ya wiki tunayo, kwa ajili ya kuomba kitengo hicho cha uchukuzi mjini humo kuachana kwanza na mambo ya kulipisha dokumenti ya permi kwa wakati huu ambapo raia wako katika misukusuko ya vita. Shukuru Mastaki ni mwenyekiti wa shirika la uchukuzi wa watu na mizigo la ACO, Association des Conducteurs du Congo, ameeleza hapa malengo ya wao kuandaa maandamano ya kuketi au sit-in kwa Kifaransa. Sisi wa shofere wa Uvira tunatoka ndani ya vita na tungaliki mvita. Wamoya walikuwa kambini wanarudia hapa, tuko wa refugee, tunafika tuyafanya muda wa kutosha, inakuwa ya kuulizana madokima. Sasa sisi bakimbizi tutatoa franga wapi za kuuza dokima? Jambo la pili, tuliuza hii permi muda mrefu wa miaka kama 5 miaka 6. Hii mapermi unaona ndio permi tunauzaka Uvira ku Professor Sidiki. Sasa hivi madokima zao bana tupashia hayo inaisha na utapata ile permi ya carte na hizi dokima maglatira ya dokima kuzikana ni $25.
mais wanatia $30. Sasa kwa na wanatia $30 na 5,000 €. Sasa tuliona muda mrefu ba shoferi tunakosa kutetea, tukaona kwamba wamambre wote wanalia sana, na tukaona kwamba tuwashindikize kwa malalamiko yao ya kulia juu ya permis na madokima. Wanalipisha watu wa Uvira taxe kama vile tuko mprovince zenyewe ziko tunajua kama permis ndio dokima ya chauffeur, na tukatali kuiuza, lakini tuiuze makondition zenyewe ziko kumustari. Hii dokima tuitaki tena, tunalomba kuuza dokima permis yetu mbele yenyewe inajulikana na serikali ni $25. Nipe nikupe, hapana mambo mkesho magharibi. No, sasa kwa province Sud Kivu iko wapi? Iko Uvira. Donc mashini zote ziko wapi? Ziko Uvira. Bali tujere muda mrefu kama dokima kama mashini ziko wapi? Bukavu. Na kama sio hivyo, sisi wa transporter tutajikamatia. Tuko na lamba permis national kusaidia mkongomani atembee mkongo yake gisi anatakiwa, pasi ke hii ndio bunduki ya nani? Ya chauffeur. Tujelekeze kule katika tarafa la Mwenga pa Itombwe. Ni kwamba amesimikwa rasmi Alhamisi hii Bwana Lubunga Batangochi, kiongozi mpya wa sekta ya Itombwe tarafani Mwenga, akichukua nafasi aliyekuwa kiongozi wa sekta hiyo Bwana Elawano Zidane aliyeachishwa kazi kwa sababu mbalimbali. Sherehe za ushimikwaji zimefanyika pa Uvira chini ya usimamizi wa Chibamvunya Karusha, waziri jimboni ya usikae na mambo ya ndani, usalama, utawala wa asili, na mbele ya viongozi na raia wa sekta ya Itombwe. Katika hotuba yake, kiongozi mpya wa sekta ya Itombwe ameahidi kufanyia kazi mambo 3 muhimu kwa ajili ya maendeleo ya sekta hiyo, ikiwemo kurudisha mamlaka ya serikali ndani ya sekta hiyo, kukusanya mapato ya serikali kwa ajili ya maendeleo, na kupatanisha makabila yote yanayopatikana katika sekta hiyo kwa ajili ya kuishi na amani na kuepuka mizozo ya kikabila. Na kule katika sekta ya Mutambala tarafani Fizi ni kwamba mgomo wa boti ya kibiashara ya kulema kwenye soko kuu ya Mwemezi Baraka kutokea kwenye kifuko cha Msombozi umeshuhudiwa siku ya 6 mara tena. Wananchi wa eneo hilo wanaendelea kuomba kwa uongozi wa SNPCC kuingilia kati juu ya tozo ya kupindukia wanayopitia kwa sasa au effort de guerre. Akiongea nasi, moja ya wahanga wa tozo hiyo ya effort de guerre amehakikisha sababu gani wao wamezingatia mgomo huo. Ndio, sisi siku ya leo ngomo iliendelea, hatukufika na boti, hakuna boti ya kwetu ilifika huku, sababu ni ile hali ambayo tunajaribu kulilia kwa viongozi, wakuu viongozi watusikilize juu ya kamba ya SNPCC yenye kuwa pale. Hatuwezi kuruhusu kwa sasa hivi juu hatuyapata mafanikio, hatuyasikia kile ambacho wakubwa wanaongea. Kwa hiyo mpaka sasa tuko kwenye harakati za kupata solution. Najua wakuu viongozi watatusikiliza na huenda wataangalia gisi ya kutatua matatizo ambayo tunayolilia sisi wakaaji wa Misha, Sombwe, Msombozi, Katenga, Kirini hadi Kakazi. Hiyo kamba ndo hapo inayotumika sana. Kwa hiyo tunalilia wale ambao wanahusika wanaweza tusikiliza. Mwishowe, duru yetu imemalizia kusema kuwa ingekuwa vema tozo hiyo iwe sehemu zingine za kisanga cha ubwari. Sisi tunasema ingelikuwa kamba iko sehemu zote katika tarafa yetu ya Fizi, basi na sisi tungelikubali, lakini kamba haipo. Kwa nini tu hiyo sehemu? Na katika sehemu ya ubwari, kwa nini Kisokwe, Rubana, sehemu zingine kamba isikuwepo mpaka tu hapo? Hicho ndio kinatushangaza sana. Kwa hiyo nilikuwa nalilia wakuu viongozi watusikilize, ili tunachokiongea, tunachokisema kipate nafasi ndani ya mioyo yao. Ndio, kufatana na hiyo swali yako, sisi tunafikiria, mimi leo niko hapa Baraka sababu ilikuwa nionane na viongozi. Wale viongozi tuongee nao, watusikilize. Watakapotusikiliza, tunafikiria soko ya siku ya 3 tutajaribu kufika au kulema. Tuangalie vikiendelea, basi ndo hapo tutagoma. Tutachukua muda wa mwezi, tutaambia watu tuleme Sebele, tusileme Mwemezi. Juu tukilema Sebele tutakuja ya mapikipiki na mabaskeli, tutaitilizia hivyo. Na wakati tunakuja Sebele, ile kamba haitumiki.
Kwa hiyo ndo yenye tulifikiria kama ndabahatika kuonana na wakuu viongozi, tukimaliza basi mimi nafikiri siku ya 3 tutalema. Na hiyo kulema kwetu si kusema ndo tunahacha. Kulema kwetu ni kuangalia kama kile ambacho tunachokiongea kinasikilika, na kisiposikilika basi tutaongeza hivyo. Unyanyaso basi kama sisi tunanyanyasika na hata nikuje. Tumalizie taarifa zetu za habari na habari za kimataifa ni kwamba Urusi inatoa wito kwa pande husika kwenye mzozo wa DRC na kwa wapatanishi ili kuhakikisha juhudi zote za amani zinatekelezwa katika kutatua sababu za msingi za mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo, shirikisho la Urusi kupitia uwakilishi wake wa kudumu katika Umoja wa Mataifa linakumbusha umuhimu wa uratibu wa karibu wa juhudi za kidiplomasia zinazoendelea, hususan michakato ya Washington na Doha pamoja na jitihada za Umoja wa Afrika kwa lengo la kurejesha amani na utulivu katika ukanda wa Maziwa Makuu, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza Jumatano tarehe 15 Aprili 2026 katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya ukanda wa Maziwa Makuu, naibu mwakilishi wa kudumu Anna Evtinyeva alikumbusha kuwa mwezi Februari mwaka uliopita baraza hilo kupitia azimio namba 2773 lilipendekeza kwa pande husika baadhi ya suluhisho za kisasa za kutuliza hali ambazo zingeweza kutekelezwa bila masharti ya awali wala mazungumzo marefu. Hata hivyo, alibainisha kuwa Kigali na Kinshasa kwa vitendo vimeachana na matakwa ya kusitisha mapigano na kuacha kusaidia makundi ya waasi. Juhudi za kidiplomasia za kikanda zinaongozwa chini ya waziri mkuu wa Togo, Faure Nyasibe, zimebaki bila matokeo makubwa. Tunapenda kumshukuru yeye pamoja na kundi la wapatanishi kwa juhudi zao endelevu za kuleta utulivu katika ukanda wa Maziwa Makuu. Pia tunaunga mkono kazi za wenzetu wa Angola katika kurahisisha mazungumzo ya ndani ya Kongo. Katika muktadha huo, tunasisitiza tena umuhimu wa uratibu wa karibu wa juhudi zote za amani mashariki mwa DRC na kuhakikisha inazingatia kushughulikia chanzo halisi cha mgogoro ili kufikia suluhisho la kudumu, alisema Anna Evtinyeva. Kwa niaba ya serikali ya shirikisho la Urusi, Anna Evtinyeva alieleza kuunga mkono juhudi za ujumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Wang Xian zinazolenga kusaidia upatanishi wa Kiafrika na kurejesha mazungumzo ya kujenga kati ya nchi zote za ukanda huo. Wajibu wake pia una umuhimu mkubwa katika kufufua mfumo wa amani, usalama na ushirikiano ambao misingi yake muhimu imeundwa kwa dira ya ushirikiano wa kikanda. Kwa upande wetu, tunaendelea kufanya kazi ndani ya baraza hili ili kusaidia kupatikana kwa suluhisho la kisasa la mgogoro mashariki mwa DRC na kuhakikisha utulivu wa muda mrefu katika ukanda wa Maziwa Makuu, aliongeza hayo. Licha ushiriki wa rais wa Marekani Donald Trump na kuharakishwa kwa mchakato wa Washington uliopelekea kutiliwa saini kwa makubaliano na marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame, hali ya usalama bado haijaimarika ipasavyo. Kinshasa na Kigali vinaendelea kushutumiana kwa kukiuka makubaliano, hali inayochochea kutokuaminiana na mvutano wa kudumu. Mazungumzo ya Doha yanaongozwa na Qatar kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda pia yamepungua kasi licha ya kuanza kwa duru mpya mazungumzo nchini Uswisi kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama Mashariki ya Kati. Njia hii ya upatanishi inalenga kukamilisha makubaliano ya Washington kwa kushughulikia chanzo cha mgogoro, ikiwa ni pamoja na kurejesha mamlaka ya serikali na kuwarejesha wapiganaji katika jamii. Kutokana na hali, sauti mbalimbali ndani na nje ya nchi zinaendelea kutoa wito kwa wahusika wote kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa katika juhudi za amani. Lengo ni kupunguza pengo kati ya hali halisi ya usalama na maendeleo ya kidiplomasia yanayoonekana kwenye makaratasi. Msikilizaji na mtazamaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo.